Hii ni Fumo 255, karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrendi katika mitandao ya kijamii. Kubwa ni Simba Sports Club wamebadili eneo ambalo wangefanya big screen, kwa maana kufuatilia mchezo huo wa Simba hapo kesho dhidi ya Gaborone, ambapo hapo awali taarifa zilikuwa zinasema kwamba wangefanya mchezo huo katika uwanja wa Yanga pale Temeke, Mwembe Yanga, lakini hatimaye taarifa rasmi zilizotufikia hivi sasa, na Ahmed Ally kama anavyomsikia hapo atasikika akisema mwenyewe kwamba wameamua kubadili eneo ambalo wangefanyia shughuli hizo za big screen, na sasa wamezielekeza shughuli hizo katika maeneo ya Coco Beach. Kwa mujibu wa Ahmed Ally, amesema kwamba wanafanya hivyo ili kupisha shughuli nyingine za kisiasa ambazo zimekusudiwa kufanyika mahali pale ziendelee kama kawaida, na hivyo kufanyika big screen kwa maana mashabiki wa soka Simba kwenda pale kukaa na kufuatilia mchezo huo wa mpira miguu, huko kukiwa kuna shughuli nyingine za kisiasa maeneo hayo ya Temeke, kungeleta kidogo mchanganyiko, na hivyo wameamua ni busara kuhamisha eneo hilo la shughuli hizo na kupeleka Coco Beach. Na tunafahamu kwamba Ahmed Ally kama meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club alitangaza juzi kwamba timu hiyo iliadhibiwa na mamlaka ya soka barani Afrika CAF, na huku ikitozwa fedha nyingi kweli kutokana na vitendo visivyo vya kiungwana vimefanywa na mashabiki wake katika michezo miwili. Miongoni mwa michezo hiyo ni pamoja na mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika pale visiwani Zanzibar, na tumefahamu kwamba video ilitrendi kwamba baadhi ya watu walikuwa wakifokea maafisa wa CAF ambao walikuwa vyumbani, na adhabu hiyo imetolewa sasa na CAF kwamba wamezuiliwa mashabiki kwenda uwanjani. Kumbuka ndugu zangu waandishi wa habari, jana tulitangaza ya kwamba tutakuwa na sehemu moja ya kutazamia mechi kwa mashabiki wote wa Simba, hususan wa Dar es Salaam, na tukatangaza eneo la Mwembe Yanga kuwa litakuwa ni sehemu mahsusi kwa mashabiki wa Simba kukutana pale na kuangalia mpira kwa pamoja. Sasa niko hapa kutangaza mabadiliko ya eneo la kutazamia mpira kwa mashabiki wa Simba kutoka uwanja wa Mwembe Yanga kwenda sehemu nyingine ambayo tumeichagua, na maandalizi yameshaanza katika sehemu hiyo. Kwa nini tunahama Mwembe Yanga? Kwa sababu kuna shughuli za kisiasa kesho katika wilaya ya Temeke, na hususan katika eneo uwanja wa Mwembe Yanga. Kwa hiyo ili kuepusha shughuli mbili zenye kukutanisha watu wengi, Simba Sports Club tumeamua kuhamisha shughuli yetu ya big screen na kuipeleka katika eneo jingine. Kwa hiyo niko hapa kuambia kwamba big screen yetu ya kesho ambayo itawakutanisha mashabiki wote wa Simba kuangalia kwa pamoja ama kutazama kwa pamoja mechi yetu na Gaborone United itakwenda kufanyika katika fukwe za Coco almaarufu Coco Beach. Vigezo na masharti ni vile vaa jezi yako nyekundu ya Simba Sports Club, tukutane Coco Beach, twende kwa pamoja tukatazame mechi yetu dhidi ya Gaborone. Coco Beach kuna sehemu maalum kwa ajili ya beach soccer. Pale ndipo ambapo tutakwenda kutazamia mchezo wetu. Kwa wale ambao walishiriki mbio wakati wa Simba Day ama ile wiki ya Simba, pale ambapo tulianzia na kumalizia mbio zetu, ndio sehemu ambayo tutakwenda kutazamia mpira kwa pamoja wana Simba. Tutakuwa na screen kubwa ya kutosha, wana Simba tutakutana hapo, kutakuwa kuna viti vya kutosha, watu watakaa wanapata upepo wa bahari ya Hindi, huku wanamuona mnyama anamnyonyoa Gaborone United. Tunakwenda hatua inayofuata huku tukila maisha mengine mazuri pale katika fukwe.
kuisapoti timu yao, na hilo ni pigo kwa Simba Sports Club kwa sababu ukiachilia mbali kusapoti timu ipate morali na monkari wa kushinda mchezo huo, lakini pia ingesaidia kwa maana ya kuingizia kipato timu ya Simba. Lakini kitendo hiko ambacho kimeamuliwa na kafu kinaashiria kwamba sasa wangeshindwa hata kupata fedha ambazo zingetokana na mashabiki kuingia uwanjani. Na ndipo Simba ikaona ni busara sasa mashabiki wao kuwapeleka Mwembe Yanga, ambapo walikusudia kufunga big screen eneo hilo ili kupata amshamsha na shamra za mashabiki wa soka eneo hilo. Lakini taarifa rasmi sasa, Ahmed Ally amesema kwamba wameondoa eneo hilo na sasa wanapeleka Coco Beach. Hii ndivyo ilivyoamuliwa na klabu ya soka ya Simba, wakisema eneo lile kutakuwa na shughuli za kisiasa. Na tunafahamu kwamba Simba Sports Club anashuka uwanjani kumenyana na Gaborone, wakati katika mchezo wa awali Simba Sports Club ilipata ushindi katika mchezo wake wa awali. Hivyo mchezo huu wa kesho dhidi ya Gaborone ni mchezo wa pili, ama unaweza kusema wa marudiano, ingawaje ni mchezo wa kwanza kwa Simba akiwa nyumbani kumenyana katika michuano hii ya mwanzo kabisa ya ligi mabingwa barani Afrika. Na pengine katika lile ambalo CAF wamezuia Simba kuingiza mashabiki, Simba wakapigwa na faini, imepelekea Simba kuanzisha michango kwa mashabiki na wanachama ambao kwa pamoja wameamua kupunguza sehemu ya mzigo wa klabu ambao umebebeshwa na CAF, kwa maana zile hela. Na hivyo sasa Simba Sports Club kwa kushirikiana na mashabiki wake wameanzisha kutembeza bakuli, lengo likiwa ni kupunguza mzigo huo wa fedha ambao Simba Sports Club unabebeshwa ili uweze kuilipa deni la kafu kutokana na rungu walilopigwa. Hivi ninavyozungumza na wewe, Young Africans leo watashuka uwanjani na watashuka kumenyana na Wiliete, timu hiyo ambayo Young Africans ilishinda ushindi wa magoli 3-0 katika uwanja wa ugenini. Na hivyo pia Young Africans leo wako nyumbani kucheza mchezo huo wa kwanza kwa upande wao wakiwa nyumbani, na lolote linaweza kutokea, lakini watu wanaamini kwamba Young Africans ni bora zaidi kuliko Wiliete Sports Club, na hivyo Young Africans wana uhakika kuondoka na ushindi ama matokeo mazuri katika mchezo huu leo. Lakini Young Africans wao hawana adhabu yoyote ya CAF, na hivyo mashabiki wao wataingia kwa wingi kabisa uwanjani kwenda kusapoti timu yao, na naamini itakuwa ni sio tu kuongeza morali kwa wachezaji, lakini pia itakuwa imesaidia kwa namna moja ama nyingine kwa wachezaji, lakini pia kuongeza pato la klabu. Na nimenukuu hapa mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu, mwenyekiti kwa upande wa wanachama, amewaasa mashabiki wa soka wa Simba wajitahidi kuwa watulivu na waungwana wawapo uwanjani, kwa sababu gharama za namna hii zinazopigwa na kafu zinaigharimu timu kuingiza mapato, lakini pia kukosa morali za wachezaji kutokana na kelele na vibe za mashabiki ambazo zimekuwa zikisikika muda wote zikipiga kelele na shangwe na mayowe. Kwa hiyo basi yote kwa yote haya ndiyo yaliyojiri hii leo kuna wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na hii ni Fumo 255. Kama hujasubscribe fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrend huko mitandaoni, maana utakupishana na vitu vingi sana, na muda wowote kuanzia sasa tutakuletea dondoo za kinachoendelea huko Benjamin Mkapa baina ya Young Africans akiwa ni mwenyeji wa mchezo huo dhidi ya Wiliete Sports Club. Jina kidogo hili linanichanganya namna ya kulitamka, limekaa kibantu zaidi.
Na yote haya yanajiri wakati ambapo timu zetu za Tanzania zikiwa zinashuka uwanjani hii leo kujiandaa na michuano kadha wa kadha. Tunafahamu Singida Black Stars wanashuka uwanjani katika michuano kombe la shirikisho wakiwa nyumbani, lakini pia Azam FC Singida wakiwa pale Chamazi. Azam FC nao watakumenyana pia na Wasudani katika mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Na hizi ni timu ambazo zote zimefanya vizuri katika usajili wake. Tunafahamu Azam FC ina kocha bora Ibenge, lakini pia Singida Black Star ina kocha bora Gamondi ambaye amewahi kuifundisha Young Africans. Kwa hiyo kila laheri kwa timu zetu za Tanzania katika michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika.